Yesu asifiwe sana. Nilianzia kwa rais wetu. Sema mimi sifungii watu, tutapambana na corona na watu watakuwa wanaendelea na kazi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wananchi na nchi zingine wasema na sisi bwana tufungulieni. Mbona Tanzania wamefunguliwa na sisi tufunguliwe? Na sasa hivi watu wanaanza kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na masharti yanaanza kulegea. Amen. Kila maeneo ukienda, fungua vyombo vya habari, fungua kwenye mitandao, rais wa Tanzania ndio amesimama kidedea. Kila mtu anamzungumzia yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uamuzi aliochukua. Amen. Kwanza alishangaza dunia aliposema kwamba nataka tufunge tuombe kwa muda wa siku 3. Hakuna rais yoyote duniani aliyesema kwamba tufunge tumuombe Mungu kwa ajili ya ugonjwa huu kwa siku 3 nchi nzima. Hakuna. Aliyefanya hivyo ni rais mmoja tu wa Ninawi. Wakati Yona alipohubiri injili kwa habari ya Ninawi kwamba itaangamizwa, na yule mfalme aliposikia taarifa akatangaza kufunga kwa siku 3. Na Magufuli rais wetu akatangaza kuomba kwa muda wa siku 3. Hakuna rais yoyote duniani popote aliyefanya hivyo, rais wetu wa Tanzania. Amen. Alafu akasema bwana, tunafanya utafiti kuchunguza hivyo vifaa vile vya kupima corona. Sije ukapima watu milioni 5 kumbe vyombo vyenyewe vimeshasetiwa. Akachunguza. Dunia nzima akataharuki na wao wakaanza kufanya utafiti. Lakini mambo haya yamefanyika hapa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa ufunuo ambao Mungu amempa rais wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufunuo ambao Mungu amempa rais wetu, anasema chunguza, wewe sio unapima watu wa majibu yanatoka corona. Kuna wengine hawana corona lakini wameandikiwa tu majibu ya corona positive kwamba wana corona. Wengine wako kule Amana, wenyewe ni wazima kabisa, lakini vipimo vinaonyesha kwamba wana corona, lakini ni wazima mpaka wanadai kwamba jamani, turusudi twende nyumbani bwana, sisi hatuumwi. Amen. Ni rais wetu aliyefanya hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna sababu ya kumshukuru Mungu. Sisi katika mtandao wa maombi haya sio maombi ya wachungaji tu, ila wachungaji wengi huwa tunaenda. Ni maombi ya kila mtu, mwana maombi yoyote, mzee wa kanisa, mshirika, kiongozi kanisani au si kiongozi. Huwa tunakutanika mara moja kwa mwezi, Jumamosi ya kwanza ya mwezi. Huwa tunaenda kwenye maombi kule City Parish. Tunafanya maombi na tunamwombea rais wetu, tunaomba kwa ajili ya nchi yetu, tunaomba kwa ajili ya taifa letu. Na yale ambayo tunayaomba ndio tunayaona haya yananyoka na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tuna sababu ya kumshukuru Mungu. Tusiwe na wasiwasi, tusiwe na hofu. Amen. Tuondoe hofu, tuondoe wasiwasi. Jambo hilo litapita na mambo mengine yataendelea kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipende kutoa fursa ya watu wachache ambao hatukuwa nao muda mfupi uliopita, kama wiki 3-4. Nimpe Sara nafasi. Jana usiku wa kuamkia leo nilikuwa naomba na wataja kwa majina. Sasa Sara aliniambia yuko Morogoro. Na mimi nikaomba, nikasema Mungu mbariki kule Morogoro. Sasa naona yuko hapa. Tumpe nafasi atusalimie. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilienda nyumbani Morogoro, nashukuru Mungu nilienda salama na nimerudi salama. Wanawasalimia sana. Amen. Karibu sana. Amen. Pia tumpe nafasi Eben, alikuwa anaumwa na tuliomba hapa kwa ajili yake. Tumpe nafasi pia alisalimie kanisa. Karibu. Amen. Namshukuru Mungu kwa ajili ya uponyaji. Nimekuwa nikisumbuliwa kwa muda kama wiki 2-3 kasoro, lakini namshukuru Mungu ameniponya na sasa naendelea vizuri. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki. Na pia nilete tangazo hili
nilishaongea na wazee wa kanisa kama wiki 3 zilizopita, kama mwezi wa 4 nilikuwa nimeongea nao, na sikuwa na uhakika sana. Upo kwa ajili ya kukuokoa, kukuvusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali hapa tumesoma habari hii kwa habari ya Elia. Kuna wahusika wakuu katika habari hii. Kuna Ahabu ambaye ametajwa mara moja tu. Na kwa habari ya Ahabu alikuwa mfalme katika taifa la Israeli, ambaye alikuwa na mwanamke au ameoa mke ambaye alikuwa anaitwa Yezreeli. Huyu Yezreeli yeye alikuwa sio Mwisraeli, sio Myahudi. Alikuwa ni mtu wa mataifa, lakini ameolewa, amekuwa malkia katika nchi ambayo sio yake. Sasa huyu Yezreeli akawa ameugeuza moyo wa Ahabu ili aelekee kuabudu miungu yao. Akamdanganya, akamshawishi Ahabu, akalipotosha taifa la Israeli. Watu wakaanza kuabudu miungu, wakajenga mahali pa kuabudia, wakajenga mahali, kila mahali katika taifa la Israeli kule Samaria, wakajenga maeneo kwa ajili ya ibada, na kukawa na manabii na makuhani kwa ajili ya Baali au miungu Baali ambayo wameikusudia kuiabudu, na chukizo lile likawa baya mbele za Mungu. Na Yezreeli ndiye alikuwa kinara wa mambo haya, kwamba ameupotosha moyo wa mfalme Ahabu ili kwamba waabudu miungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kisa kilianzia au mgogoro ulikuwa kati ya Ahabu na Mungu. Ahabu aliwakosesha wana wa Israeli kwa sababu alitoa amri kwamba wapewe posho wale manabii wa Baali, walipwe posho kutoka katika hazina ya mfalme, katika pesa ya serikali, wakati hawa manabii walikuwa wanapotosha taifa la Israeli. Watu wote wakawaamini hawa manabii, watu wote wakawa wanajitia chini ya mabaali kuabudu pasipo kizuizi chochote. Lakini Elia nabii akasimama kinyume, akasema siwezi kufanya kitu kama hicho, na hakitatokea, sio kitu cha sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna methali inayosema kwa Kiswahili kwamba kauli ya wengi ni kauli ya nani? Ya Mungu, si ndio? Hiyo methali. Alafu kuna kauli nyingine, wengi wape. Sawa sawa. Sasa methali hizi mbili ni za kibinadamu, lakini mbele za Mungu hazina maana yoyote, kwamba watu wanapokuwa wengi, wanapotenda dhambi, unasema kwa sababu taifa zima wanafanya, basi hili ni jambo ambalo limempendeza Mungu. Elia akasimama peke yake, tofauti na manabii wa Baali. Akasimama na taifa zima, akampinga Ahabu wazi wazi, akamwambia Ahabu, unachokifanya sio kizuri mbele za Bwana. Unalipotosha taifa la watu wa Mungu. Unapowaambia watu wakaabudu miungu Baali, wakaabudu katika milima, wakaabudu katika mashimo, katika mabonde, unalikosesha taifa la Israeli. Hiyo sio asili yetu. Asili yetu ya kumwabudu Mungu aliye hai. Acha namna hiyo, acha kufanya hivyo. Yezreeli akajenga chuki, na Elia akamwambia huyu nitamuua kwa sababu anatuharibia. Manabii 400 wakawa wanafanya kazi yao sawa sawa, na wanapewa posho, wakawa ni watu ambao wanaheshimiwa katika nchi, wakawa ni watu ambao wametukuzwa katika nchi. Lakini Elia akasimama kinyume. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja anaweza kusimama kinyume na makusudi ya shetani. Haleluya. Wewe unaweza kusimama kinyume na hali yoyote inayotokea katika mtaa wako, ukasema jambo hili sikubaliana nalo, ninalipinga katika jina la Yesu. Haleluya. Na halitafanikiwa kwa sababu umesimama kwa jina la Bwana. Amen. Amen. Na hapa katika mstari wa 17 anasema, basi Elia Mtishibi wa wageni wa Gadi akamwambia Ahabu, kwa Bwana, kuwa kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake,
hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mgogoro ukaanza hapa Mungu alipomwambia Ahabu kwa neno la Eliya kwamba umeendelea kutenda dhambi, umeendelea kufanya maovu. Sasa Mungu akamwambia Eliya, simamisha mvua. Na Biblia inasema kwamba hapa Eliya akasema kwa neno lake. Nilikuwa nasoma hapa, nilikuwa nashangaa. Kuna sehemu nyingine tunahubiriwa au tunajua kwamba Eliya aliomba mvua isinyeshe kwa miaka 3.5. Lakini hapa Biblia inasema Eliya alisema, akasema tu kwa neno langu mvua haitanyesha. Na hakusema idadi kwamba itanyesha kwa miaka mingapi. Amesema haitanyesha. Kwa neno langu mvua haitanyesha. Akawa amemaliza. Mpaka nitakaporudi mimi mwenyewe nitakapolitangua hilo neno. Akawa amemaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati mvua anasema mvua haitanyesha, na yeye yuko wapi? Mungu. Sijui unanielewa? Wakati mvua anasema mvua haitanyesha mpaka kwa neno langu, na yeye yuko humo, na yeye anategemea mvua hiyo, na yeye anategemea kwamba atapata chakula. Njaa ikaanza, umande hakuna, mvua hakuna. Mungu akamwambia ondoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ondoka hapa, nenda mpaka kwenye kijito cha Kereathi. Nenda kule, nimeamuru kunguru watakulisha. Kakae kwenye kijito kile, unywe maji na kunguru watakuletea chakula na wewe utakunywa yale maji. Eliya, Biblia inasema akaondoka kama Mungu alivyomwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mgogoro wa Ahabu ulisababisha watu wengi kuathirika. Taifa likashikwa na njaa kwa sababu miaka imepita, hakuna mvua. Taifa limeshikwa na njaa, na Eliya yuko mule ndani ya ule mji, yuko katika ile nchi. Mungu akamwambia nenda, ondoka mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Eliya akaondoka, akaenda mahali katika kijito, akakaa pale. Hakuna mvua, kunguru wanakuja, sijui walikuwa wanakuja kwa namna gani, wanaangusha mikate, Eliya anaokota anakula. Wanakuja na nyama, Eliya anachukua anakula. Akishakula anakunywa na maji. Asubuhi, mchana wote unapita free. Jioni tena kunguru wanarudi, wanaangusha mikate, wanaangusha nyama, Eliya anaokota. Na ikapita muda, yale maji yakakauka kwa sababu hakuna mvua. Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Eliya, nenda kwenye mji wa Sarepta. Kuna mjane nimemwamuru kule atakulisha. Eliya akalitii neno la Mungu, akaondoka. Sasa hebu piga picha. Huyu mjane alikuwa na milioni ngapi? Alikuwa na chakula cha kiasi gani? Sisi tunavyofahamu wajane ni kwamba ni watu ambao wanahitaji msaada, si ndio? Wanahitaji kutunzwa, wanahitaji kusaidiwa. Lakini hapa Mungu anamwambia nenda, kuna mjane nimemwamuru atakutunza. Na Eliya akaondoka bila shida, akafika kwenye ule mji, akamwona yule mama mjane, akamwambia naomba maji. Yule mama akasema, akaenda kumletea maji. Wakati anaenda anamwambia naomba nitengenezee na mkate kidogo tafadhali, nina njaa, nataka nipate mkate nile. Akamwambia ndugu yangu, mimi sina mkate, sina unga, nina unga kidogo tu na mafuta kidogo. Yaani ndio wewe naenda kupika cha leo cha mwisho, alafu baadaye tusubiri kufa kwa sababu hatujui mvua itanyesha lini. Eliya akamwambia nenda, usiogope, katengeneze. Na yule mama akatii kwa sababu alijua kwamba nabii ameongea. Akaenda akafanya, na alipotengeneza mkate akampelekea Eliya akala. Alipokula baadaye akatengeneza na yeye chakula chake na mtoto wake wakala. Dalili yoyote ya kuonyesha kwamba pipa limepungua
au mafuta ya chupa ya mafuta imepungua, hakuna. Biblia inasema wakala miaka mingi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wakala miaka mingi hapa. Sasa ninataka kuzungumza kwa sababu ya kwamba katika kila jambo kuna mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tunapitia katika adha dunia nzima, yamkini hata wewe umeathirika kwa sababu ya adha ambayo imeikumba dunia nzima. Lakini Biblia inasema katika kila jambo kuna mkono wa Mungu. Amen. Hata kama korona inaathiri maisha yetu, lakini kuna mkono wa Mungu ambao uko tayari kutushika na kutuvusha katika muda wote. Haleluya. Tuna mkono wa Mungu ambaye uko tayari. Elia alikaa katika nchi kwa miaka 3, hakuna mvua, hakuna umande, lakini alikaa mahali pale akimwamini Mungu atamlisha, akimwamini Bwana atamtunza. Akatunza kwa ajili ya kunguru, akamtunza kwa njia ya kunguru, akampa na maji akanywa. Maji alipoisha akaenda sehemu nyingine kwa mama mjane, akatunzwa, akala, akaishi. Haleluya. Mpaka wakati ulipofika neno la Mungu likaishia kwa Elia tena, nenda kakutane na Ahabu tena. Kwamba hata wakati tunapopita katika korona, hata wakati tunapopita katika changamoto, lakini kuna mkono wa Mungu ambao umetushika. Haleluya. Kuna mkono wa Mungu ambao umekushika. Usiogope, usiwe na wasiwasi. Hakuna njaa ambayo itakukumba, hakuna udhaifu wote ambao utakukumba, kwa sababu Bwana anapoiadhibu dunia, watu wa Mungu watasimama imara. Haleluya. Usiogope. Yule mama mjane akamwambia Elia kwamba ninakwenda kupika chakula changu cha mwisho, na sijui kwamba kesho nitakula nini. Sijui kesho au saa 5 au saa 8 mchana au saa 12, sijui tutakula nini. Chakula ninachokwenda kutengeneza ndio cha mwisho, alafu tusubiri kufa. Neno la Mungu likamjia Elia akamwambia usiogope. Usiogope. Fanya kile ambacho nimekuambia kafanye, kwa sababu hakutakuwa na upungufu wa namna yoyote. Haleluya. Elia amepita katika changamoto hizi. Neno lake liliamuru kwamba kusiwe na mvua, na mvua haikunyesha kweli, lakini yeye bado yuko mule mule, lakini mkono wa Mungu ulimtunza. Haleluya. Haleluya. Watu wengine walikuwa na njaa, watu wengine waliteseka, mashambani hakuna mazao, na wafanyabiashara hawezi kufanya biashara zao, lakini Elia aliendelea kutunzwa na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kila jambo linalotokea katika maisha yako kuna mkono wa Mungu. Kuna watu wakati mwingine wanasema Mungu ameruhusu jambo hili. Kwa nini ameruhusu? Kwa nini tunateseka? Kwa nini tunapitia katika shida? Kuna mkono wa Mungu ambao uko tayari kukuokoa, ambao uko tayari kukutunza. Ndio maana anamwambia Yakobo katika kitabu cha Isaya sura ya 43, anamwambia usiogope wewe Yakobo uliye mdudu, usiogope wewe Yasuru, usiogope unapopita katika maji mengi, unapopita katika moto, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Usiogope na wala sitakuacha. Haleluya. Usiogope. Neno hili limeandikwa mara 365 kwamba usiogope katika Biblia, kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Neno hili limeandikwa mara 365. Maana yake kwamba kila siku Bwana anakuambia usiogope. Kila wakati Bwana anakuambia usiogope. Kila dakika Bwana anakuambia usiogope. Wiki inapopita kwamba haujui kwamba mambo yatakwendaje katika biashara yangu, sijui kazi zangu zitakwendaje, sijui kampuni yangu itakuaje, sijui chakula cha watoto utapataje, lakini neno la Bwana ambalo limjia Elia kwa ile mama mjane anamwambia usiogope, wewe endelea mbele, fanya kile ambacho nimekuagiza. Neno la Mungu ninalo nakwambia kwamba usiogope leo. Haleluya. Usiogope. Unapopita katika changamoto hizi, ondoa hofu, ondoa woga, ondoa woga. Usiogope. Leo tunaweza kusikia taarifa mbaya ya watu wanakufa, ya watu wanaumwa, hata hofu imewajaa watu, wanashindwa kutoka, wanashindwa kufanya mambo yao. Lakini kwa sababu hiyo
usiogope. Haleluya, haleluya, usiogope, kwa sababu mkono wa Bwana upo kwa ajili ya kupigania. Haleluya. Hofu imewatanda watu, watu wamefunikwa na hofu, hawajui kwamba hatima ya maisha yao yatakuwaje. Usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope, ondoa hofu, ondoa mashaka. Mkono wa Mungu uko juu yako kukusaidia, mkono wa Mungu uko juu yako kukutetea. Usiogope. Haleluya, haleluya, haleluya. Usiogope. Mwambie jirani yako usiogope. Mwambie tena kwa sauti kubwa usiogope. Mwambie tena kwa sauti kubwa usiogope. Elia, Biblia inasema yule mama akamwambia Elia, alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, yule mama akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tuje tule tukafe. Elia 13, Biblia inasema Elia akamwambia, usiogope, nenda kafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo uniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao, kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Amen. Neno la kinabii. Bwana Mungu wako wa Israeli anasema hivi, lile pipa la unga halitapungua, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Haleluya, haleluya. Tunaposoma neno la Mungu katika mkasa huu, Mungu alikuwa na adhibu taifa la Israeli kwa sababu wamemwacha Bwana. Alikuwa anamwadhibu Ahabu kwa jambo ya dhambi ya kumwacha Mungu, lakini watu wote wakawa wameingia katika adhabu hii. Wanyama wakawa wameingia katika adhabu hii kwa sababu majani yamekauka, hakuna mvua, wanyama wakafa. Wanadamu nao wakateseka kwa sababu ndani ya miaka 3 hakuna mvua. Watu wakaanza kuwaza kwa sababu ya kufa, hakuna chakula. Lakini neno la kinabii ambalo lilimtia mama huyu kusema kwamba usiogope, lile pipa ya unga mdogo katika pipa na chupa ndogo ya mafuta ambayo yamebaki hayatapungua. Yale mafuta hayatapungua, ule unga wa ngano hautapungua hata Bwana atakapoleta mvua katika nchi hii. Pigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Neno la kinabii linasema kwamba usiogope. Haleluya. Unapopita katika upungufu wa namna gani, Mungu yeye ni mtoshelevu, anaweza kutosheleza ya kujaza yale ambayo yamepungua katika maisha yako. Hata kama biashara yako inayumba, hata kama kazi yako inayumba, lakini Bwana ana uwezo wa kutosheleza hayo ambayo unayahitaji kwake, na kwamba mpaka kipindi cha korona kitapita hautatetereka wala hautayumba. Usiogope. Leo watu wameogopa. Yamkini hata watu wa Mungu ambao wanasimama madhabahuni wanawatisha watu. Kuna askofu mmoja kule Mwanza akasema, mimi nimefunga kanisa watu wasiabudu kwa sababu ya korona. Mpaka rais akamshangaa akasema, huyu jamaa anamtegemea Mungu kweli au vipi? Unafunga kanisa kama wewe hutaki kwenda kuabudu, unaogopa korona, fungua watu waingie wakasali, wewe kaa nyumbani. Haleluya. Hebu tumshangilie Bwana. Woga, hofu. Nilikuwa nafundisha kwa habari ya imani. Hofu inapotawala ndani ya maisha ya mtu, yaani huyu mtu anakamatwa pale pale na shetani.
Lakini tuna neno la kinabii leo linasema usiogope, lile pipa litapungua, yale chupa ndogo ya mafuta haitakwisha mpaka wakati huu ambao umeamuliwa utapita, lakini yale ambayo unayohitaji kila siku utapata. Haleluya, haleluya, hautapungukiwa. Usiogope, katika kila jambo kuna mkono wa Mungu kukuvusha. Haleluya. Elia ametoa neno lake kwamba mvua haitanyesha, lakini yeye naye uchungu nao ukampata kwa sababu njaa ilimkumba, si ndio? Alipokuwa analishwa na kunguru kule, ni mbali kidogo, amelishwa na kunguru. Sasa maji yamekauka, na yale maji yamekauka kwa sababu hakuna mvua, na kunguru tena hawaji. Mungu akamwambia sasa, hapa toka, ama kituo. Sasa kutoka kule alipokuwa kwenda Serepta ni mbali, na yeye ana njaa. Yaani cha kwanza alichofika tu anakutana kwenye ule mji, anaingia tu kwenye mlango, anamwona yule mama anaokota kuni, akamwambia naomba nitengenezee na mkate kwanza mimi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anaona mimi nitakufa. Kwa sababu alikuwa na roho ya kibinadamu. Amen. Ingekuwa sasa amefika wakati wa kufa, anasema Mungu lete mvua. Maana hata yeye naye yuko katika hali ya kufa, lakini bado akasema Mungu naomba mpaka wakati ule utakapoamriwa. Amen. Anateseka na njaa, anahangaika na njaa, hakuna chakula, lakini bado analishikilia neno lake kwamba Bwana, nimekusudia kwamba watu hawa mpaka utakapogeuka na kukurudia wewe ndio utaleta mvua. Ameteseka na njaa, hajui kwamba yeye mwenyewe atakula nini, lakini akalitunza neno la Mungu, na Mungu akamheshimu, akampeleka kwa mama mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nasoma maandiko haya nilikuwa na waza sana, kwa nini Mungu akumpeleka kwa tajiri mmoja pale kwenye ule mji kipindi kama hiki cha corona? Usitarajie, yaani usipigie simu kwamba nakuja kukutembelea huko. Mtu atoka mkoani aje, kutoka mkoani aje huko, aseme nakuja kukutembelea. Sasa akae ndani ya wiki 2 wiki 3, utasema huyu naye sijui ajui. Sijui ajui tunachopitia sasa hivi. Tuko kwenye corona, hakuna kitu, maisha magumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiogope. Amen. Lakini huyu mama ni mtu wa ajabu sana. Ni mtu wa ajabu kwa namna gani? Alipokutana na Elia alipomwambia kaniletee maji, sijui huyu mama maji alikuwa anayatunza wapi, sijui aliyapata wapi. Sasa kulikuwa kuna maji, sijui aliyapata wapi. Akamwambia naomba na unitengenezee na mkate. Akasema nina konzi kidogo, yani maana yake nina unga ambao unajaa kwenye mkono tu, naenda kukanda nitengeneze mkate, nikishatengeneza basi. Lakini neno la kinabii ambayo litoka kwenye kinywa cha Elia anamwambia pipa la unga litakwisha na mafuta hayatapungua. Haleluya. Nikamate hilo, ipokee hilo, kwamba hautapungukiwa katika jina la Yesu. Hautapungukiwa katika jina la Yesu. Hautapungukiwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu atakujaza tele. Wakati huu wa corona utajazwa tele. Usiwe na wasiwasi, mwamini Mungu kwamba katika kila jambo Mungu atakushika kwa mkono wake. Hebu simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako miwili. Tumuombe Bwana, tukamalize, tukapumzike, turudi nyumbani. Katika kila jambo kuna makusudi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe kama watu wengine ambao wanalalamika, ukijua kwamba katika jambo hili kuna mkono wa Mungu ambao unanishika, kuna mkono wa Mungu ambao unanitunza. Nitoa shuhuda katika jambo ambalo limenitikisa ni mimi na watu wote ambao wanaendesha mashule. Waziri mkuu alipotangaza kwamba shule zinafungwa,
kwa siku 30, na wewe ndio kazi yako, ndio ofisi yako, unafanyaje? Unaishi vipi? Unaishi vipi? Siku 30, hakuna kazi, hakuna mapato, hakuna chochote unachotengeneza, unatulia. Lakini kwa sababu tunatembea katika neno la Mungu, tunatembea katika ahadi ya kinabii kwamba pipa halitapungua wala mafuta hayataisha, tunasimama na kumwamini Bwana kwamba Mungu atatuongoza na atatuvusha katika kipindi hiki, na wakati tutakapofika, Bwana atakaporuhusu mvua, tutaendelea kushangilia na tutaendelea kuneemeka, kwa sababu Bwana ametuvusha, ametushika kwa mkono wake. Haleluya! Kwa hiyo usiogope unapopita katika changamoto mbalimbali, kazini kwako, mahali popote pale unapoona changamoto, hata katika familia yako nyumbani, upungufu katika familia yako, upungufu nyumbani, chakula hamna, shida ndio hiyo, usiogope. Bwana atakutosheleza katika jina la Yesu Kristo. Bwana atakutosheleza katika jina la Yesu Kristo. Bwana atakutosheleza katika jina la Yesu Kristo. Hebu mpigie Bwana makofi ya shukrani, kwa sababu tunayo neno la kinabii ambalo anatuambia kwamba Bwana hatatupungukia, na Bwana hatatupungukia. Pipa la mafuta halitapungua, wala ile ngano haitapungua, chakula katika ghala letu halitapungua katika jina la Yesu Kristo. Bwana anasema haitapungua jambo lolote katika maisha yako. Kwa dakika chache, hebu mwambie Bwana asante kwa ajili ya neno hili. Shukuru Bwana kwa ajili ya neno hili la kinabii ambalo Mungu amelileta leo kwako, kwamba hata kupungukia kwa jambo lolote, hata kupungukia kwa jambo lolote. Hata kama biashara yako haiendi vizuri, mwambie Bwana nashukuru kwa